Kilwa Finest. Naam. Uko vizuri? Alhamdulillah, vipi? Pole sana kwa mchezo wao, nikupongeze. Nipongeze. Nimemaliza kazi yangu. Ndio. Bana, tuanze moja kwa moja. Mchezo Tanzania Prison dhidi ya Yanga. Ulikuwa namna gani? Yanga Afrika anaondoka na mabao 3. Ilikuwa mechi nzuri, lakini uzuri huo unaenda kwa upande mmoja. Ndio. Raha ya mpira wa miguu, mechi ya mpira wa miguu unataka kuona magoli yakifungwa. Tumeona magoli yakifungwa 3. Maana kuna watu walikuwa excited. Watu walifurahi mara 3. Sio? Yeah. Lakini kufurahi huko wamefurahi watu wa upande mmoja, kwa maana ya watu wa Young Africans. But sisi ambao tulikuwa tunaangalia mpira, kuna mtu mwingine yeye ana upande, anaangalia tu mechi, amefurahi kuona magoli yanafungwa. Lakini kwa yule ambaye alikuwa na upande, hususan upande wa Young Africans, kafurahi zaidi. Na yule ambaye yuko upande wa Tanzania Prisons, manake ameumia na matokeo. Yeah. Hapo ukizungumzia Young Africa, nafikiri walikuwa bora eneo gani? Young Africans walikuwa bora maeneo yote uwanja, kwa sababu leo ilikuwa tofauti kidogo. Wameanza na namba kubwa sana ya viungo. Kwa nini? Kwa sababu wanakosa washambuliaji wao wa standing strikers, washambuliaji wa kusimama pale juu, kwa maana ya Depu hayupo Prince Dube kikosini. Kwa hiyo ilikuwa ina stress kwamba washambuliaji wao wawili ambao wanawatumainia hawapo. Lakini pia Emmanuel Manengo ambaye alipata nafasi ya kucheza katika mechi zilizopita ikiwemo dhidi ya Mtibwa Sugar, alicheza, aliperform kwenye daraja fulani, lakini ni mechi ambayo kuna watu wameweka maswali kwamba Emmanuel kwa nini ameshindwa kuscore kwenye ile mechi, hususan zile clear chances ambazo kapata. Kwa hiyo unaona Pedro leo kaenda kuanza na namba kubwa ya viungo. Anajua timu yake inapitia kipindi fulani cha mpito cha wapinzani kuwabana sana mbavu, lakini pia kuna namba kubwa ya injuries. Kwa hiyo alichoamua kufanya, kaamua kujaza namba kubwa ya viungo, kwamba mimi nataka ni wa control wapinzani. Kwa hiyo kacheza na mabeki 4, waliobakia wote ni viungo. Sawa, hakuwa na mshambuliaji wa mwisho Pasei, kwa maana ya typical number 9. So kucheza namba kubwa ya viungo, alifanikiwa kuiteka mechi kwenye eneo la midfield. Baada ya kufanikiwa katika hilo, aka create chances kutokea pembeni, nyingine kupitia katikati, na wakafanikiwa kuandika mabao 3 ambayo wameandika. Walikuwa na ubora ambao wangeweza kuandika zaidi ya hizo goli 3 ambazo tumeziona leo. Yeah. Nataka tuzungumzie kiwango cha Shua Boy. Umekionaje siku ya leo, kwa sababu maneno yalikuwa mengi, lakini vipi urejeo wake ndani ya kikosi cha Young Africa? Sio performance, zungumzia moment yake dakika chache tu, kwa sababu amepata dakika chache, lakini tukio la Amini Duke Abuya kwa Shua Boy wakati anaingia, tukio la mashabiki kwa Abubakar mwenyewe Shua Boy, lakini touch zake tangu ameingia zile dakika chache kama 5 na zile ambazo za nyongeza, ndio mchezaji ambaye aligusa mipira mingi sana. Hiyo inamaanisha nini kwa Shua? Kuhusu Shua Boy, sisi ni mashahidi wa uwezo wake. Tunamfahamu, ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa. Alikuwa apata nafasi hapa katikati, lakini ndo hivyo ameanza kurudi. Amerudi siku ya leo. Mechi imeenda tayari, wapo comfortable na matokeo. Anaingia Shua Boy ambaye muda mrefu alikuwa amekosa game time. Kwa hiyo baada ya kuingia alienda, unajua kitu ambacho naamini Shua Boy anatafutiwa tu fitness. Kwanza arudi azoe ile rhythm ile, unajua Shua Boy pia akacheza mpira muda mrefu. Kwa hiyo aingie mchezoni, aweze kufiti, awe na chemistry na wenzake, ili aweze kuja kudeliver zaidi huko mbele. Sasa kama ndo amerudi, lakini moment yenyewe ya kurudi, amerudi katika mechi hii, mechi ambayo mashabiki walikuwa tayari wameshatengezea furaha. Mechi ambayo anaingia, anavishwa kitambaa cha unahodha kutoka kwa Duke Abuya, kitambaa ambacho yeye wakati anaingia kuonekana kama anakitaka. Abuya ndo kaenda kumlazimisha kumpa kile kitambaa, akiamini huyu ana thamani ya kuvaa hiki kitambaa Shua Boy. Kwa hiyo big moment, na mimi binafsi nilisema katika matangazo, nilisema kwamba Shua Boy ni miongoni mwa wachezaji ambao baadaye anakwenda kujifunia, kwa sababu kuwa captain kwenye hizi big clubs ni kitu kikubwa sana. Kuwa captain Young Africans ni kitu kikubwa mno. Hawa ni all the time champions. Kwa hiyo kuwa nahodha wa kikosi chao cha Yanga Afrika, baadaye umaliza mpira, hata kama kizazi kinachokuja akija kuona, lakini wakiambiwa tu kwamba huyu alikuwa captain wa Yanga, huyu anasema huo mpira ulikuwepo. Umeelewa? Tofauti na Isaya Dede. Anasema mimi nilikuwa nacheza pale.
Nikanacheka walikuwa wanacheza na lazimisha, lakini mwenzako anakuambia mimi nilikuwa captain, inatosha. Kwa captain maana yake una uwezo mkubwa. So kwa Sure Boy muda ambao ameingia amejaribu ku create chances, lakini muda ulikuwa hautoshi, muda ulikuwa mdogo, but performance wise hakuharibu katika mechi licha kwamba alikaa nje kwa muda mrefu. Yeah. Ndio. Role ya man of the match Starboy Allan Okello kwenye mchezo wa leo ameweza kufunga, ameweza kuassist na kiujumla tu overall namna ambavyo amecheza. Yeah, Allan amefunga, ameassist kama ulivyosema. Amestahili. Mimi sikusema kwa sababu sitaki kuconfirm kuhusu mchezaji bora, lakini kwa sababu kuna kamati maalum imeandaliwa katika hilo, itakuwa haiwi sawa ikiwa kuna watu watakuja kutangaza mchezaji bora afu na mimi niseme. Lakini nilikuwa naona kwamba Allan Okello anastahili kuwa mchezaji bora katika hii mechi kwa maana ya nyota wa mchezo kwenye ile mechi. Numbers zimezungumza. Goli moja, amefunga goli zuri, goli la kuifungua mechi. Aka assist goli la Mudathir, goli la kuendelea kusimika ushindi wao. Akusika tu kwenye lile goli la mwisho, lakini haya mawili muhimu. Unajua goli la Pacome ni goli la kuongezea, tunasema kuboresha ushindi. Lakini haya magoli mawili ya kwanza, la kwanza na la pili kwa ni goli la kuua mechi. Kwamba tayari we are confident enough, tuko pale juu, tuna goli mbili. Lakini goli hili la mwisho limekuja kuboresha tu matokeo ya mchezo. But kwa Allan Okello ni mchezaji mzuri ambaye huu ni muendelezo wake tu wa performance ambayo kaionyesha leo. Ni mchezaji ambaye tayari alisha perform kwenye daraja la juu sana akiwa Uganda, akiwa na KCCA klabu yake ya kwanza hiyo pale Kampala. Performance ilikuwa bora sana. Baadaye akatoka kenda Paradu, mambo yakwenda vizuri Algeria. Amerudi tena nyumbani Venoms Vipers, kawasha tena pale kama ambapo alipoishia akiwa na KCCA. Performance nzuri Young Africans wanamuona na mtia kikosini. Ameanza kwa kusuasua mwanzoni kwamba kuna vitu vionekane kwa Okello, hususan kwenye maeneo ya numbers. Kuna vitu vionekane, lakini mimi binafsi sijawahi kumkatia tamaa Allan kwa sababu mimi napenda ligi ya Uganda, anaifuatilia. Allan miongoni mwa wachezaji wakubwa sana. Mchezaji ambaye ana talent ya juu mno. Season yake ya kwanza ameingia kwenye dirisha dogo la usajili, si ndio? Ana learn taratibu, ana learn mazingira, ana learn kuhusu timu, anajaribu kufanya vitu vitokee, anaenda na cooperation na wenzake kwa maana ya kutafuta muunganiko na wenzake. Kwa hiyo kwa sasa hivi kusema Allan kafeli au itakuwa sio sawa. Kwa hiyo Allan ana muda mwingi atakuja kuprove. So hiki ambacho amekionyesha leo ni kitu kizuri ambacho mashabiki wa Young Africans na mwenyewe Allan anatamani kuona unakuwa muendelezo wa kufanya vizuri katika mechi zinazokuja hapo mbele.